tepeta, lakini hii bado inawapa nguvu Stellenbosch kwamba wanaweza wakapushi. Lakini pia Simba anaweza kupata goli lingine likafanya mchezo ukawa rahisi zaidi. Nilikuwa napita mitandaoni hapa, naona kuna taarifa ya shirikisho la mpira barani Afrika, CAF. Wao wamefanya mabadiliko ya refa. Unajua refa alitangazwa jana kama nakumbuka, ambaye atachezesha mchezo huu baina ya Stellenbosch na Simba Jumapili. Awali refa aliyepangwa alikuwa anaitwa Amini Omari kutoka Misri. Lakini leo muda si mrefu nimeona taarifa kwamba wamebadilisha kutoka yule na kwenda kwa refa mwingine ambaye anaitwa Mohamed Maarufu. Mohamed Maarufu Idi Mansuri ambaye naye pia anatokea Misri. Sababu haijulikani. Hawajaweka wazi sababu. Hawajaweka wazi CAF wenyewe, lakini wao wana mandate ya kuona nani ni nani katika. Pengine kuna dharura imemkuta, inawezekana. Muza aliyepangwa awali kwamba sasa vipengele hata emergency ingekuwa kwenye dabi labda taharuki ingekuwa kubwa, lakini CAF wao wanajua na Simba wao wanajipanga na mchezo kuhusu uamuzi na vitu vingine. Lakini pia huyu Amini Omari ambaye amepewa mchezo ndiye ameshakutana na Simba mara kadhaa kwa maana ya kuchezesha mchezo wao. Na moja ya mchezo ambao waliuchezesha ulikuwa ni dhidi ya Horoya, kama tunakumbuka, ligi ya mabingwa 2013-14. Horoya kapigwa 7. No, ilikuwa ugenini. Simba akapasuka 1-0. Lakini pia amechezesha mchezo mwingine dhidi ya Simba hapo nyuma, ilikuwa ni dhidi ya ASEC nadhani. Kama hicho sare ya 1-1. Kwa hiyo urefa tokea amechezesha michezo ya Simba ilikuwa msimu 23-24. Tokea amechezesha michezo ya Simba hajawahi kuibuka kidedea kwamba kushinda mchezo. Lakini pia alikuwa refa wa akiba katika mechi dhidi ya Horoya msimu ule ambao Simba alishinda goli 7. Kwa hiyo sasa mabadiliko kwenye upande wa refa wa wakati, lakini kwenye VAR na maeneo mengine mabadiliko hakuna. Kwa hiyo ni taarifa ambayo nimeona niipitishe katika jioni hii imeingia. Kwa hiyo sidhani kama inaathiri sana kwenda Simba kufanya jambo lao. Kama umejiandaa vizuri, hata refa awe nani unaweza tu. Unaona kama ile, unakumbuka goli la Zimbwe ile kama anapiga cross afu ima Constantine, hata refa pale uwe nani, hata uwe hauna labda matokeo mazuri na hiyo klabu, kama watu wamejiandaa vizuri wanaweza wakashinda. Hicho ndio kitu labda cha tofauti kidogo ambacho kimetokea kwenye mchezo, lakini the rest ni kawaida. Timu wamefika mapema, wanajiandaa mapema, tayari unaona wako hoteli nzuri 5 star hiyo, wamerelax. Kwa hiyo imebakia wao tu kwenda sasa kwa muda dakika 90, ziwe dakika 90 za aina gani, aidha warudi kwa furaha na safari iwe fupi au watoke kiume. Maana yake ndio misemo yetu hiyo, Simba yatoka kiume. Kwa hiyo wao ndio wataamua vichwa vya habari vipi ina gani Jumatatu. Lakini kwa mazingira ambavyo yapo hadi hivi sasa, sidhani kama Simba atakuwa na kikwazo chochote cha yeye kupata matokeo kulingana na namna ambavyo amejipanga. Kwa mujibu wa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali, anasema hawajakumbana na kitu chochote ambacho kinaashiria kufanyiwa fitina ama hujuma kuelekea mchezo huo. Tumsikilize afu tarudi kutazama kauli yake hapa, mambo yanavyokwenda yatakwenda. Unajua mpira wa Afrika umebadilika sana siku hizi. Zile fitna zinazoonekana kwa macho wala hazifanyiki sana siku hizi. Yaani siku hizi unaweza ukaenda sehemu ukapokelewa vizuri, ukapewa gari, mwenyeji wako akupa uwanja wa mazoezi, yani akakufanyia vitu vyote ukaona kweli hapa niko sehemu salama. Kumbe iko namna ambayo yeye anakuminya wewe hujijui. Unakuja kushtuka siku ya mchezo tayari umeshapasuka. Sasa zile fitna za hadharan Simba hatujakutana nazo, na kama ambavyo nafahamu wenyeji ambao tunacheza nao kwa maana ya mpinzani wetu Stellenbosch hata hapa Durban, na yeye sio mwenyeji kabisa. Yani I'm so sure ukizunguka hapa ukauliza hawa watu wanaozurula kuhusiana na Stellenbosch wanaweza kawa hawaifahamu, kwa sababu huko ni tofauti na Tanzania kidogo, ambapo unakuta kama Simba ina utawala mikoa yote. Dodoma Simba
Simba anatawala. Kigoma Simba ni mtawala. Mwanza Simba ni mtawala. Sumbawanga Simba ni mtawala. Kwa hiyo kwa hapa ni tofauti. Hapa Durban wana timu zao wenyewe, wana ile ama Zulu, umeona bana. Kwa hiyo Stellenbosch yani wanaifahamu, yani haipo kwenye mioyo yao kabisa. Kwa hiyo hakuna fitna yoyote ambayo imefanyika, na kitu ambacho huwezi kuamini ni kwamba hata wao bado hawajafika hapa Durban kwenye kituo cha mechi. Sijui watakuja lini, lakini bado hawajafika. Kwa hiyo kama yeye bado hajafika kwenye eneo la kazi, anawezaje kufanya fitna? Lakini yote kwa yote, sasa hatujakaa kibwegebwege, tumekaa kimkakati, tumekaa kimpango. Yani maarifa tunayoyatumia kwenye kujilinda ni kana kwamba tupo katikati ya vita ya msituni. Tunaangalia adui anakuja kutoka upande gani tuweze kumdhibiti. Tunafanya hivyo kwa sababu uweze kujua mpinzani wako anakuja na fataki gani. Anaweza asije na fataki la kuonekana, yani anaweza asije akakupa sumu, anaweza akakuletea asali kumbe ndani yake ina. Kwa hiyo tuko makini mno kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote ambaye anavuruga utulivu wa kambi yetu. Hakuna mtu yote ambaye anavuruga wachezaji wetu kiakili. Tunataka wachezaji wetu wawe wametulia, yani kama wapo kwenye incubator. Ujue incubator, mtoto akizaliwa njiti anaweka kwenye incubator ili aweze kukua. Hasa ndani kuna utulivu wa hali ya juu mno, haujawahi kutokea duniani. Hasa wachezaji wetu tunataka wawe kwenye utulivu wa namna hiyo, ili wa concentrate kwenye match. Ikifika Jumapili waende wakafanya kile ambacho wamekenda. Hali ni shwari kabisa, kiwango ambacho wanatengeneza utulivu kama ama mithili ya mtu ama mtoto aliyekuwa kwenye incubator. Eneo lenye utulivu kweli hilo kwa mtoto ambaye amezaliwa premature. Kwa hiyo anapata utulivu huo ili kukua kae sawa na kisha kuendelea na pilika zingine. Sasa wanafananisha utulivu huo na wao walionao huko Afrika Kusini, kwa tayari wametangulia eneo la mchezo kabla ya mpinzani wao hajafika. Inawapa faida, amani, utulivu ambao wako nao wakiwa wanafanya maandalizi yao kuelekea mchezo huo. Faida ni kubwa. Ni kubwa kwa nini? Kwa sababu hata kama kuna vitu vilikuwa vijakaa sawa, unakuwa mna muda wa kuweza kuviweka sawa. Tofauti mnafika leo alafu kesho mchezo. Inawezekana hapo hata kama kuna begi lilipotea la mchezaji, unaweza mkalipata. Unajua hivyo safari zinakuwa na vitu vingi sana. Kwa hiyo hii ni kitu kizuri kwao na kuyasoma mazingira pia, lakini hiyo pia kwa timu hii ya Stellenbosch kutokuwa na mashabiki wa kutosha, maana yake pia nao ni advantage kwao. Kila mtu anakuwa kama yuko ugenini. Kwa hiyo kwa upande wa Simba, sisi utamaduni wetu ni tofauti. Ukiangalia kwa Afrika Kusini ni Kaizer na Orlando ndio timu ambazo at least zina mashabiki wengi. Hata Mamelodi wenyewe bado wana struggle kwenye eneo la mashabiki. Hawana mashabiki wengi hivyo pamoja na mafanikio yao yote walionayo, lakini kila eneo linakuwa na timu yake na wenzetu wako loyo kwenye timu zao. Kwa hiyo ni faida kwa Simba pia. Utaifa, lakini wenzetu unawezekana kwamba hawana utaifa kwenye vilabu. Sidhani kama utaifa unaingia. Wanaweza wakaipa support Stellenbosch kwamba wanapambania nchi na wenyewe. Unakumbuka ile interview ya nani alisema Stellenbosch kama Azam? Pardon. Yes. Ni kama vile Azam ilivyo, na mashabiki wake ambao bado nao wanajitafuta. Tofauti ingekuwa labda ni Simba na Yanga, utaona kijiji hicho. Ingekuwa ni Kaizer au Orlando, ungeona panavyochimbika kwamba faida pia kutoka kwenye mji. Lakini nao pia hawachezi katika mji wao, wameenda kucheza mji mwingine. Azam sasa hivi hapa akitoka kaenda kucheza Mbeya, alafu kaenda kucheza na timu Mbeya, itakuwa ni vile tu kwamba ni Azam kutoka Tanzania, shughuli imeisha. Kutokana na fan base yake sio kubwa sana. Na huo ndio mfano ambao naweza nikatoa tofauti na kama hivyo. Yanga akienda Mbeya panachimbika. Simba akienda Kigoma watu wanajaa kama kawaida, kwa sababu fan base yao ni kubwa na ni timu za kinchi. Sawa, sisi tutaendelea kukupatia taarifa zinazohusiana na wekundu wa Msimbazi Simba Afrika Kusini walipo huko, kiwa na maandalizi na mengineyo mpaka mchezo utakapochezwa.